lakini nadhani pia kwenye hiyo penalty ni kama tumesinzia, tungeweza kuokoa kwa sababu ni mpira ambao tayari ulishaokolewa na goalkeeper. So ni kama tumesinzia kidogo, kama tungekuwa tuko active nafikiri labda tungekuwa na mechi ambayo inaisha bila, lakini yote kwa yote ni kwamba tumekuwa na mechi nzuri katika pande mbili. Unaweza kuona umeangalia upande mwingine una attack, upande mwingine una defend. Hizo zote ni pati za kimpira. Sio tunafikiri kwamba maybe ku attack tu ndio pati ya mpira, si ndio? Defending pia kama mtu yuko kwenye ubora wa kudefend, maana yake ni mechi ambayo ni nzuri. So tumetoa upinzani ambao kidogo unastahili kwa level ya Premier League, lakini bahati mbaya zaidi hatujaondoka na point 3 kwenye mechi, lakini tumeondoka na proud ya vijana wetu ambao wanaweza kufanyia mpango kwenye tactical. Lakini ukiangalia mechi ambazo umecheza ulistahili kuondoka na alama 3. Yeah, kwa sababu ukiangalia dakika za mwisho hizi kuna moment ambazo tunazipata. Sababu alama 3 hazipatikani kila dakika kutoka ya kwanza. No, ni zile moments ambazo wewe unazipata. Tumepress zaidi hapa juu, unaona dakika za mwisho hizi mpaka filimbi inapulizwa. Ni kwamba sisi ndio kwenye mashambulizi kwenye mpira wa kutenga, si ndio? Na ndio hapo mpira ulipoishia. So you never know kwamba labda hata huo mpira wa kutenga ungeweza kutupa faida. Kwa hiyo plan ilikuwa iko vizuri. Mwalimu, umekosa alama 3 kwa sababu ya ubora wa Simba au kwa sababu uamuzi haukuwa mzuri kwenye mchezo? Tumekosa alama 3 au kwa sababu Dodoma haijawa bora leo? Dodoma ilikuwa vizuri. Tumekosa alama 3 nafikiri kwa nature ya mechi tu, kwamba wakati mwingine mpaka mmetai basi kuna tukio moja linaweza likaleta utofauti, aidha ubora wa mchezaji binafsi, si ndio, ama matukio ambayo yanapatikana kwenye mechi. So sisi kwetu sisi tulikuwa na ubora ambao tumekuja nao, na ndicho kitu tulichokuwa tumeplan kwamba defend to attack, then kilicholeta utofauti ndio baadhi ya matukio ambayo yanapatikana kwenye mechi hayo, basi anaamua mechi. Sababu hiyo pia pati ya kwanza, timu ya kwanza, timu ya pili, timu ya tatu uwanjani inaweza ikaleta utofauti kidogo, aidha wawe bora ama wasiwe bora. So sisi tunafurahia kile ambacho tumekitoa kwenye mechi. Kwa maelezo yako Simba alikuwa bora, ndio maana umekosa alama 3. Kuna matukio ambayo yameleta utofauti kwenye hii mechi, ambayo matukio ya Simba. Nikizungumza kwamba hii mechi imetofautishwa na goli moja. So matukio is either labda ya faulo ndani ya 18 ndio tukio ambalo limetofautisha hii mechi, ama sio faulo ndani ya 18 ndio tukio ambalo limetofautisha nini mechi. So siwezi kuprove kwamba ni faulo ama sio faulo. Sisi sote tutaenda kuangalia. Kitu ambacho unajivunia kwenye timu yako leo, ambacho unaenda dressing room na kupongeza wachezaji, ni kitu gani? Nafikiri ni kuimarika kwenye tactical discipline. Ya, kwa sababu unaweza kuja na mpango wako afu watu wasifanyie kazi na then ukaenda kupoteza labda hata goli 2, 3, 4, watu wakawa wanacheza namna ambavyo watu wanafikiria. Kwa hiyo kuna vitu vya kupongeza kwa wachezaji wangu kwamba at least kuna sehemu tuna improve, kwa sababu unaona uko away then hauja concede goal nyingi ambazo zinaweza zikakuletea tofauti kwenye msimamo wa ligi, si ndio? Lakini ile performance pia inaweza kuwa proud kwa wachezaji wako kuendelea kwenye mechi nyingine. Unakiri kwamba umetumia energy kubwa sana kwenye mchezo huu, na kama ni ndio, hauoni kama itakuwa na athari kwenye mchezo huu? Sidhani kama unajua hata ratiba ya ligi jinsi ilivyo. Yaani mechi inayofuata tunacheza tarehe 16 mwezi wa 4. Sasa inaniathiri vipi? Unakiri kwamba umetumia energy kubwa? No, naomba ufuatilie mpira vizuri. Unakiri kwamba mechi ya leo umetumia energy kubwa? Hakuna mechi ambayo huwezi kutumia energy. No, unapaswa utusifu. Kama tunaweza tukasurvive dakika 90, unapaswa usifu level ya utimamu wa mwili wa timu ya Dodoma Jiji. Unapaswa usifu utulivu wa wachezaji wa Dodoma Jiji ambao wanaweza wakachukua mpango akamaliza dakika 90.